malengo yetu, tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Ilikuwa ni mechi ngumu kwenye pitch. Kwenye nje hivi ulikuwa unaitazama kama ni mechi nyepesi kwa sababu ni Simba dhidi ya TMA, Simba dhidi ya timu ya Championship, Simba dhidi ya wachezaji ambao hawana uzoefu mkubwa, lakini ndani ya pitch ilikuwa ni tofauti kabisa. Wachezaji wachache wenye uzoefu waliokuwa nao waliweza kuonesha klasi yao, wakina Kapera, wakina Samilo, wakina Seraji waliweza kuonesha ubora wao, waliweza kuwaongoza wenzao vema na hatimaye wakatoa upinzani. Kwa hiyo kwenye pitch ilikuwa ni mechi kubwa, ilikuwa ni mechi ngumu, ni mechi ya kimbinu, na of course wapinzani wetu waliweza na wenyewe. Kuna wakati mliona walikaribia kabisa kupata bao, maana yake ni kwamba haikuwa mechi nyepesi hata kidogo, na kila mtu ameona ugumu wa mchezo. Ahmed bana kamera hapo au mechi kama hizi mwalimu anajaribu kufanya mabadiliko makubwa kikosi ili kumpa kila nafasi mchezaji aweze kuonyesha uwezo wake. Tumeona mechi leo ilikuwa na mabadiliko makubwa, ukiachilia golini ambapo ni mechi ya pili anacheza Ali Sali, lakini sehemu nyingine kumekuwa na rotation ya kiwango cha hali ya juu sana. Mwalimu anajaribu kumpa kila mtu nafasi aonyeshe uwezo wake, lakini wale ambao wametumika sana mwalimu anajaribu kuwapumzisha kwa sababu tunakoelekea ndio, na wale ambao walikuwa nafasi leo wameonyesha uwezo. Tumeona kiwango cha hali ya juu mno cha Valentine Uma, kiwango cha hali ya juu mno cha Awesu. Tumemwona Joshua Mutale Budo SGR. Tumemwona kila mtu ambaye amepewa nafasi ameonyesha kile ambacho alichokuwa nacho, na kwetu inakuwa ni faraja kwa sababu kila mchezaji anaweza kutumika ndani ya Simba na kutoa matunda. Ahmed mmemaliza mchezo wa timu ya wewe kwa nyuma, toka huko. Toka huko. Ametimiza majukumu yake Joshua Mutale kwenye mechi ya leo. Light kama angekuwa amekosea sana kwa kiwango hicho, naamini mwalimu angefanyia mabadiliko kwa sababu nje bado kulikuwa kwa watu. Kitendo cha kumaliza dakika 90 maana yake ni kwamba mwalimu ameridhika na performance yake, lakini na utekelezaji wake wa majukumu kwa dakika zote ambazo amecheza. Kuna wakati shabiki unaweza usione kile ambacho mwalimu anakiona, lakini tunamwamini mwalimu yetu. Kila anayempa nafasi anampa nafasi kwa malengo yake, kila anayemchagua kwenye mechi husika anakuwa na malengo yake. Kwa hiyo kwa Joshua Mutale na wengine wote ambao wamecheza hii leo, tunasema tu kwamba wametimiza majukumu yao na timu imepata ushindi. Sisi kwetu ni furaha kubwa kweli kweli. Baada ya kumalizana hii leo na TMA, tunarejea tena kesho Jumatano katika uwanja wetu wa Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi na mazoezi kuelekea mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji. Ni moja kati ya mchezo mgumu sana tunakwenda kucheza siku ya Ijumaa tarehe 14. Kumekuwa na upinzani wa kudumu kati ya Simba na Dodoma Jiji. Kila mmoja anakumbuka mechi yetu ya kwanza na wao pale kwao Jamhuri Dodoma, ilikuwa ni mechi tough kweli kweli, mechi ambayo iliamuliwa na bao moja. Lakini kama haitoshi, kwa siku za hivi karibuni tangu Dodoma Jiji wametoka kwenye majanga ya ajali, wamerudi na ubora wa hali ya juu mno. Wameshinda takriban michezo miwili kama niko sawa sawa. Hii maana yake ni kwamba viwango vyao, ubora wao ni mkubwa kuelekea katika mechi yetu. Na kama haitoshi, wana kocha mzuri Mekime, wana wachezaji wengi wazuri wenye uzoefu wa kutosha ambao wamecheza ligi hii kwa muda mrefu, na hapo wanakuja kuproduce mechi nzuri na mechi ngumu sisi na wao. Nichukue tu nafasi hii kualika na kuwaita wana Simba tarehe 14 tuje kwa wingi hapa katika uwanja wa KMC, tuje kwa pamoja tupambane tuiwezeshe
Simba yetu kupata alama 3 mbele ya timu ngumu ya Dodoma Jiji. Mpaka nitakapopata taarifa mpya. Mechi ya leo mwalimu alichagua kuwapumzisha Shemalon Kamara pamoja na Muzamil ili waendelee kuwa timamu zaidi. Kwa hiyo baada ya leo nitaconsult na jopo la madaktari watueleze kuna kipya kinachoendelea kati ya wachezaji hao watatu, yaani watakuwepo mechi ya Dodoma Jiji ama watakosekana kwenye mchezo. Nilikuwa nafikiria swali lako. Isa Dede hauna swali? Zaika Maliku. Bumba tu. Namna leo. Kwa jamani dakika 8 bado. Kwa dakika 6 taratibu. Kulingana na mazingira ya mifungo kwa hiyo intensity yao na energy yao inakuwa sio ya asilimia 100. Kwa hiyo unachofanya ni kucheza kwa malengo. Tunaingia kutafuta mabao yenu. Baada hapo mnatulia, na subiri dakika 90 zimalizike ili wachezaji waendelee kuwa na dakika moja. Ingekuwa watu wamekula wameshiba, wangeweza kubishana kwa nguvu sawa kwa dakika zote, lakini kwa kuwa watu wapo kwenye mfumo, basi wanacheza kitaalamu, wanashtua kidogo. Baada hapo unakuwa na uhakika wa kuchukua alama 3 ama kwenda kusonga mbele, unaelekea hatua ya kombe la CRDB. Hatujalichukua kwa muda mrefu. Mafanikio yetu kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni kuishia hatua ya nusu finali. Tumecheza nusu finali 2, moja Mwanza tukatolewa, nyingine Mtwara tukatolewa, na mwaka jana tukatolewa 16 bora dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo miaka mitatu bila kuchukua kombe hili ni miaka mingi kwa timu kubwa kama Simba. Hivyo hatuna budi, pamoja na kwamba tunajenga timu, lakini hatuna budi kupambana kuchukua kombe hili kwa maslahi ya Mashujaa. Leo angalau usemaje kidogo, somo hajashika kama juzi kwenye press. Leo somo ongea bwana, hajashika sana kama juzi kwenye press. Hajashika. Uzee sikula daku. Sikula kula daku ile. Bana wanajeshi ndio. Wajeda. Wajeda wakati